Aje wa Channel 10, karibu kwenye kipindi cha Pambanua, kipindi ambacho ratibiwa na kufadhiliwa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, ikiwa ni mahususi kabisa kuzungumzia masuala ya usuyo sheria na haki za binadamu. Na kama ilivyo kawaida, leo Pambanua tunazungumzia umuhimu wa kuendeleza mchakato wa katiba. Mchakato wa katiba, mpenzi mtazamaji, kama unakumbuka, baada ya harakati zote, lakini tuliishia kwenye katiba pendekezwa. Sasa tunazungumzia leo umuhimu wa kuendelezwa. Lakini pia kama una maswali, maoni na ushauri, unaweza kututumia ujumbe mfupi kwa namba ambazo zitakuwa zinaonekana kwenye runinga yako. Lakini pia unaweza kukifuatilia kipindi hiki kwenye Facebook page yetu ya Pambanua TV program, na kama ulipitwa sehemu yote au vipindi vyote ambavyo vimekwisha kupita, unaweza kuvirejea katika anwani hiyo ya Facebook. Na kuzungumzia hili tunaye afisa sheria wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, William Kahale. Karibu sana. Asante sana. Sasa mwanasheria, naam, hebu tukumbushe kwanza tulipotoka kwenye huu mchakato wa katiba mpya mpaka tulipoishia kwenye katiba pendekezwa, ni tulipitia wapi na wapi na wapi mpaka tulipoangukia pale? Umesema vizuri, tulipojikwaa. Ni kweli. Kwanza pamoja umuhimu wa kuelezea kwa nini tulipotokea na tulipo mpaka sasa ni kwamba hapa katikati kumekuwa na mchakato wa uchaguzi mkuu kuanzia mwaka 2015 mwanzoni. Basi mchakato wa katiba ulimezwa kwa sababu mchakato wa katiba wa uchaguzi ni mkubwa, kwa mchakato wa katiba ukamezwa. Na labda kwa haraka kwa sababu ya muda wetu mfupi, ni kwa tuna haja ya kukumbushana kwamba mchakato huu ulikuweje mpaka hapa ambapo umekwamia. Nitakumbuka watazamaji kwamba mwaka 2010 mwishoni kabisa, rais aliyekuwa ni rais mstaafu sasa, mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, alitangaza rasmi kuanza kwa huo mchakato. Na mwaka 2011 tukajikita sasa kutunga sheria za kuongoza huo mchakato. Kwa hiyo kuna sheria ambayo ilikuwa ni sheria namba 83, sheria ya mabadiliko ya katiba, ambayo ndio ilikuwa inatoa muongozo mzima wa namna ambavyo mchakato wa katiba, kutunga katiba hiyo uwe. Lakini pia baadaye tulikuja kupata mwaka 2013 tulikuja kupata sheria namba 11, sheria ya kura ya maoni au kura ya maamuzi, ambayo sheria namba 11 ilikuja kupatikana. Lakini baada ya kutunga sasa hii sheria ya mchakato wa katiba, hii sheria ya mabadiliko ya katiba namba 83, yenyewe ikasema kuwe na tume ikaundwa, tume ya mabadiliko ya katiba maarufu kwa tume ya Warioba ikaundwa, ikapita nchi nzima kukusanya maoni kwa wananchi namna ambavyo wanataka katiba yao iwe, wakakusanya. Lakini pia sheria ikasema kuwe na mabaraza ya katiba, ambapo maoni yale yalitengeneza rasimu ya kwanza ya katiba, yakapelekwa kwenye mabaraza ya katiba. Haya mabaraza, na sisi kama Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu na taasisi mbalimbali na wananchi wengine walitengeneza mabaraza yao, ambayo sasa yalikuwa yanaratibiwa na tume. Pia yalikuwa yanairatibu, yanaihariri ile rasimu ya kwanza ya katiba. Kwa hiyo tume ikakusanya tena maoni kwenye mabaraza haya ya wananchi, na ikaja na rasimu ya pili ya katiba. Hii rasimu ya pili ya katiba sasa ndio ikapelekwa kwenye tanuru la moto, ilikuwa inaitwa bunge maalum la katiba, kwa mujibu wa sheria hii ya sheria mabadiliko ya katiba. Hapa sasa ndio ambapo kimbembe tunasema kilianzia, ambapo tulishuhudia mmeng'enyo mkubwa wa maoni ya wananchi yakinyofolewa na kuondolewa, na mpaka wengine tukalazimika kwenda mahakamani kwenda kudai kwamba maoni ya wananchi yasinyofolewe ovyo ovyo kutoka kwenye hiyo rasimu ya pili ya katiba. Lakini tukashindwa, mahakama ikasema yenyewe haina mamlaka hiyo. Kwa hiyo ikatuambia tu kwamba tuwaambie wananchi, na ikatamka kwenye hukumu yake kwamba wakumbusheni wananchi, na sisi tunawajibu wa kuwakumbusha kwamba kuna mahusiano ya uchaguzi, chaguzi tunazofanya, viongozi tunawapeleka kwenye mabunge haya, kwa sababu wengi waliokuwa kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio hao ambao sheria ilisema waingie pia. Zaidi ya 70% wakaingia moja kwa moja kwenye bunge maalum la katiba, wakawa wajumbe wa bunge maalum la katiba. Kwa hiyo ni wanasiasa, wana vyama vyao, wana matakwa yao ya kisiasa, ndio wakaenda kuvuruga huo mchakato kwenye bunge maalum la katiba. Wao wakaja na katiba inayopendekezwa.
ndio hiyo ambayo sheria ilikuwa imeshatungwa hapo awali mwaka 2013 ya kura ya maoni, ikatakiwa katiba inayopendekezwa sasa ipigiwe kura ya maoni. Pia tukapiga kelele sana kwamba haiwezekani kutokana na mwaka 2015 mwanzoni tufanye kura ya maoni, ilipangwa nakumbuka mwezi wa 4 tarehe 29 ilikuwa ipigwe. Tukasema hapana, kuna mchakato wa uchaguzi mkuu, ni mkubwa sana huu, hautaweza kuendana na mwaka huu ukafanya kura ya maoni, sababu na yenyewe ni kama tu mchakato wa uchaguzi, lakini mnachagua katiba kwamba mnaipitisha inafaa au haifai. Kwa hiyo ikaahirishwa. Sasa huo mchakato ukaahirishwa baada ya kupiga sana kelele, na ndio mpaka sasa hivi haujafanyika au kuweza kufanyika. Kwa hiyo ni muhimu wananchi wakumbuke kwanza mambo kama hayo kabla tujaendelea. Tumetoka. Yeah, na huo mkwamo tukumbuke ulitokea kwenye bunge maalum la katiba. Sawa, nashukuru kwa utangulizi wa sheria. Ndio. Tulikwama kwenye katiba inayopendekezwa na kura ya maoni na uchaguzi mkuu vikawa vimefungamana. Ndio. Visingeweza kufanyika vyote kwa wakati mmoja kutokana na muda. Kuna umuhimu wa kuendeleza huu mchakato wa katiba, na kama upo tunaendelea pale kwenye kura ya maoni au tunaanzia wapi? Umuhimu ni mkubwa sana na ndio hiyo jambo la msingi kupita yote, kwa sababu baada ya mkwamo huu tumeshuhudia hata kabla ya uchaguzi, kuna vyama, kuna wadau walikuwa nadhani ili tuweze kuingia kwenye uchaguzi kwa usalama, ili kuepuka haya tunayoyashuhudia baada ya uchaguzi. Kwa mfano uchaguzi wa Zanzibar, watu umeisha jana, watu wanalalamika, wengine wamejitoa. Lakini uchaguzi mkuu hata wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumchagua rais, na wenyewe mnakumbuka mambo yalivyokuwa. Kwa hiyo umeishia ule mchakato kugawanya wananchi badala ya kuwaunganisha. Na watu wanalalamika juu ya tume ya uchaguzi kwamba wanadhani bado haiko huru, na kuna watu waliongelea masuala ya namna ya kuhoji matokeo mahakamani. Tumeona watu wameshindwa kuhoji matokeo mahakamani, ni katika matokeo ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania watu walishindwa. Lakini pia kuna vituko vingi vilitokea pale, ikiwemo mpaka taasisi kama Kituo cha Haki za Binadamu kukamatwa kwa sababu tulikuwa tunaangalia uchaguzi. Yote hayo. Lakini pia tumeshuhudia kwa mfano uongozi mpya una mambo mengi ya kufanya, umekuwa unaendelea na hatua za kwa kweli hapa tunawapongeza, wameendelea na hatua za kurudisha nidhamu ya serikali, nidhamu ya uongozi, maadili ya uongozi, wanaendelea kurudisha maadili ya jamii kwa ujumla, kukemea vitendo vya rushwa na ufisadi kwa dhati kabisa, wanaonekana kabisa wana nguvu hiyo. Lakini tumeona wanajaribu kwenye masuala ya haki za binadamu, kuna vitu hapo sisi tuna vinyongo vyetu hapo. Kwa hiyo tumeshuhudia kuna ukali fulani wa rais aliyepo. Lakini sasa kilichopo tunachokiona sasa kikubwa ni kwamba tunadhani, na tunasema ndio maana tuna umuhimu wa kurudisha mchakato wa katiba, kwamba hatutarajie miujiza, na wala tusidhani kwamba kutakuwa na muujiza wa mtu mmoja au baraza la mawaziri na viongozi wake na wakuu wa mikoa wakaweza kwa nguvu yao tu na ukali wao wakaweza kutusaidia maisha yetu yote au miaka 5 ijayo yote pasipo kuteteleka. Hatuwezi kutarajia mtu. Tunapiga kelele, tunataka taasisi imara. Taasisi imara zinajengwaje? Katiba. Tunataka ukali huu tulidhani uhamie mambo mazuri wanayofanya, lakini ukali huu tunadhani ulitakiwa uwepo kwenye sheria, uambukizwe, uende kwenye katiba, iwe ni misingi ambayo imewekwa hapo kikatiba, badala ya mtu huyu hatuwezi tukamtarajia, anaweza kaumwa, anaweza akafa, anaweza lolote linaweza likatokea. Kwa hiyo tukarudi pale kwa sababu si kwamba mwaka jana hatakuwa na rais, miaka 5 iliyopita hatakuwa na rais, hatakuwa na viongozi, walikuwepo, lakini ndio hivyo tutakuwa tunasema tu mwaka kesho atakuja mwingine atatusaidia. Tunataka sheria ambazo, katiba ambayo ina misingi hiyo ya ukali huo ambao tunauona. Sasa kwa kufananisha na mchakato wa katiba ulipokuwa umefikia,
Sisi wote tulishuhudia mwaka 2000, mwaka uliopita, tukipambana kwamba maoni ya wananchi yaliyokuwa kwenye rasimu ya pili ya katiba ya Warioba yalikuwa na huu ukali ambao tunauona kwenye serikali mpya. Wote tunakumbuka hilo, sio? Kama ukali huo tayari upo sehemu na ulikusanywa kutoka kwa wananchi kama maoni ya wananchi, na kupitia bunge maalum la katiba huo ukali ukaondolewa. Huu ukali ukaondolewa kwenye rasimu, kwenye katiba inayopendekezwa. Ukali huu wa Magufuli, ukali huu wa serikali mpya haumo, kwa sababu uliondolewa kupitia bunge maalum la katiba. Sasa tunasema kuna rais ana mtego mkubwa sana, na ana wajibu yeye, ana jukumu yeye la kuchagua, na ni vema akachagua kwa busara. Ana jukumu la kuchagua nyaraka au mchakato ambao, njia ya kuendeleza mchakato ambayo ina hiyo roho yake ambayo anaionyesha, huo ukali wake anaoonyesha. Ama arudi hapa aendeleze mchakato kuanzia hapa kwenda kuipigia kura ya maoni hii ambayo haina huo ukali, uliondolewa kupitia bunge maalum la katiba. Kwa hiyo kama tunachosema, wananchi wamsaidie rais, wadai katiba mpya ambayo ina maoni yao, ambayo wote tunajua ni rasimu ya pili ya katiba. Kwa maana hiyo, namna gani tunatoka hapa? Cha kwanza, tutatoka hapa kwa kurekebisha sheria ya mabadiliko ya katiba sura ya 83. Ndio. Kabla hatujatoka hapa, inaonekana katiba inayopendekezwa inapigiwa sana kelele kutokana na kuwa na mahusiano zaidi ya kisiasa na uchaguzi. Ndio. Vipi kuhusu masuala ya kijamii? Kwa sababu inaonekana ni wanasiasa ndio ambao walikuwa wanapigia kelele kutokana na maslahi yao kuondolewa, vitu vyao muhimu ambavyo wao walikuwa wanavihitaji viwepo kuondolewa. Je, na mahusiano tu na uchaguzi tu na masuala ya kisiasa? Vipi kuhusu masuala mengine ya kijamii? Bahati mbaya mchakato ulitekwa na wanasiasa. Ndio kikubwa ambacho kilikosewa, na sisi tukasema sana. Na tulikosea kuanzia pale tulipoingiza wabunge kusema sheria inasema, na tumesema irekebishwe hii sheria. Sheria inasema wabunge wote, wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wawakilishi wale wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, wanaingia kuwa sehemu ya bunge maalum la katiba. Hapo ndio ilianzia hapo matatizo. Kwa hiyo wanasiasa, unaona, wengine wakajitoa kwenye bunge la katiba, wakaunda mpaka umoja wa vyama vya siasa ambao vilishiriki kwenye uchaguzi mkuu, na ikawa kwa kweli swala la katiba ikawa ajenda kubwa sana kwenye uchaguzi. Kwa hiyo ndio maana inaonekana hivyo, ni wanasiasa waliteka huo mchakato. Sisi tumekuwa siku zote tunapiga kelele kwamba mchakato huu ni wa wananchi. Ndani ya katiba haukuti tu masuala ya kisiasa. Japo masuala ya kisiasa ni makubwa kwa sababu yanaamua nani awe natamka kila siku vitu. Ni kama kuamua jinsi ambavyo Magufuli amekuwa rais. Tunaona kila siku anatamka kitu na kinakuwa, sio? Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa, lakini kuna mambo mengi sana huko. Kuna masuala ya haki za binadamu, kuna masuala ya namna ambavyo mahakama iwe mihimili yote ya dola. Kuna mihimili ya serikali, mihimili wa bunge, kuna mambo ya msingi sana ya wananchi, namna ya kukemea rushwa, vyombo vya rushwa humu ndani vimo, mikataba ya kimataifa, taifa linatakiwa maadili ya uongozi, umeona? Kwa hiyo ndio maana tunaona kuna umuhimu, kuna uhusiano, kuna mambo ya kijamii, lakini ina uhusiano mkubwa sana na masuala ya kisiasa. Kwa mfano mwingine, sasa hivi tunaongelea maadili, kurudisha maadili ya uongozi wa umma, lakini kwenye katiba inayopendekezwa haya mambo yameondolewa. Tunu za taifa ziliondolewa, maadili ya viongozi wa umma ambavyo sasa hivi tunashuhudia Magufuli anapambana navyo vimeondolewa kupitia bunge maalum la katiba. Kwenye hii katiba inayopendekezwa havipo kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo unagundua kwamba kuna haja ya kurudi kwenye hatua ile ya kurekebisha sheria. Kwanza turekebishe sheria ya mabadiliko ya katiba, iruhusu mchakato angalau labda urudi. Hii bunge maalum, hatua iliyokuwa imefikia hii katiba inayopendekezwa, labda tufute kuanzia. Tuseme kama haikuepo hatua ya bunge maalum la katiba. Turudi kwenye rasimu ya pili ya katiba ambayo hata rais nadhani inabidi atunge mkono. Kama ambavyo sisi tunamuunga mkono kwamba roho anayoonyesha sasa hivi ya ukali huu tunamsaidia kusema kwamba kwa kweli kwenye rasimu ya pili ya katiba haipo.
kwenye nami namaanisha kwenye katiba inayopendekezwa. Ipo kwenye rasimu ya pili ya katiba. Nadhani naye anajua kimya anasema na hawezi kusema waziwazi. Kwa hiyo tunamshauri kwamba tubadilishe hizi sheria. Sheria ya mabadiliko ya katiba pamoja na sheria ya kura ya maoni. Turudi mwanzo, turudi awali pale ambapo mchakato ulikwamia kwenye rasimu ya pili ya katiba. Mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Pambanua na kinaratibiwa na kufadhiliwa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, kikiwa ni mahususi kwa ajili ya kuzungumzia masuala ya kisheria na haki za binadamu. Na leo tunazungumzia umuhimu wa kuendeleza mchakato wa katiba mpya ambao ulikwama mwaka jana, mwishoni mwa mwaka jana, ambao iliingiana na uchaguzi mkuu. Na kuzungumzia hii tunaye afisa sheria kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, William Kahale. Nikukumbushe mpenzi mtazamaji, kwa maswali, maoni na ushauri, tafadhali tutumie ujumbe mfupi wa maneno, usipige. Lakini kama ulipitwa na sehemu yote ya kipindi hiki au vipindi vingine na unataka kuvirejea, kuvitazama, nenda kwenye Facebook page yetu ambayo ni Pambanua TV program, na kule utapata yote ambayo tumeyajadili na vingine ambavyo vipindi vingine ambavyo vimekwisha kupita. Afisa mwanasheria. Naam. Je, kuna sehemu yoyote namlazimisha rais kuendeleza huu mchakato wa katiba, au ni hiari yake kutokana labda na uhitaji au kwa kujisikia tu yeye mwenyewe? Pamoja na rais kuwa na mamlaka, tunasema kuwa na influence ya kuweza, kwa sababu hizi sheria zote utungaji wake zinaanzia kwa kiasi kikubwa kwa ngazi ya serikali. Zinaanzia hapo. Zinatungwa na serikali, zinapelekwa kwenye bunge. Kwa hiyo rais ana nguvu kubwa sana ya kuamua katika kuanzisha. Kama vile rais aliyepita alikuwa na nguvu kubwa ya kutufikisha pale alipotufikisha kwenye mchakato wa katiba. Kwa hiyo ana uwezo huo wa kujaribu kuhamasisha mchakato huo kuanza kurudi nyuma. Kwa sababu kumbuka, hata kwenye bunge tukisema sasa hivi tuitishe kura ya maoni, ni serikali ndio itaitisha kura ya maoni. Pamoja na kwamba ni tume, lakini serikali ndio inatoa rasilimali zote, inatoa maagizo yote. Kwa hiyo serikali, tunapoongelea serikali tunaongelea rais pamoja na baraza lake la mawaziri na vyombo vyake. Kwa hiyo wana nguvu kubwa sana ya kuweza kurudisha. Na kitu kikubwa ambacho ni faida ambacho labda tunaweza tukifahamu, ukiacha hii swala la utumbuaji majipu ambalo linaendelea, ni kwa faida ya serikali na wananchi wote na nchi, ni kwamba kikubwa kitakacho faida tunazozipata, kwanza ni kurudisha mwafaka. Sio swala tusiye tukafikiria tu ni masuala ya kisheria, ni masuala ni, hapana. Kuna jamii, nimekuambia mwanzoni awali kwamba jamii imemeguka mapande kupitia uchaguzi mkuu Zanzibar na uchaguzi pia wa Zanzibar huu. Tumeshuhudia jamii imemeguka. Tunarudisheje huu umoja wetu kama nchi? Tunajengaje tena mwafaka ambao ulipotea tokea ngazi ya bunge maalum na katiba mpaka hatimaye kwenye uchaguzi mkuu? Tunawezeje kutibu haya ambayo tunaita majipu yakatumbuliwa? Kwa sababu sasa hivi tunahangaika na majipu, lakini tuitakiwa tuhangaike kutafuta dawa ya majipu kutokuota mwilini. Kwa sababu usidhani kuota jipu ni udhaifu ambao unatokana ni udhaifu wa kiafya. Kwa hiyo kuna tatizo hapa la kikatiba, na maana tunasema katiba mpya, katiba ya wananchi, yenye maoni ya wananchi. Badala ya kuhangaika na kutumbua majipu, nadhani tungeweka misingi ambayo majipu hayaoti. Na misingi hii inaweza ikawekwa tu katika sheria ambayo sheria mama ni katiba. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais kumsaidia, tusije tukaacha tu kila mtu anatumbua jipu. Leo rais anatumbua jipu, leo waziri anatumbua jipu, kawaambia na wakuu wa mkoa kawaagiza wana uwezo wa kutumbua majipu watakavyo na kufunga watu. Tunajiuliza ni kipi kipimo cha utumbuaji majipu? Kwa sababu hata kama ni hospitali, ukiacha kila mtu anakuja, we Moses Masenga, kila mtu nakuja mimi na kutumbua jipu, nakuja na koleo na kutumbua jipu, anakuja mtu na bisibisi anakutumbua jipu jingine, anakuja mtu na chochote anachotaka, nondo, anakutumbua jipu. Huyu mgonjwa anapona au anakufa? Huyu mgonjwa si atakufa bwana Moses. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba utumbuaji hata huu wa majipu wenyewe, ni kweli sheria inamruhusu. Katiba kwa mfano inatoa inasema, inatamka uongozi wa sheria, lakini bado haitoi ulinzi stahiki kwa wananchi katika utumbuaji wa majipu.
rais ana mamlaka kubwa sana kikatiba. Ibara ya 13 inatulinda kama taifa, inatulinda kama wananchi kwamba tuna uwezo, kunatakiwa kuwe na uongozi unaofuata sheria. Lakini sasa hivi tunavyoshuhudia, kuna watu ambao wana uwezo utumbuaji wa majipu. Kuna watu wanaweza wakaja kwenda mahakamani. Na mimi nasema leo, watu watakuja kwenda mahakamani wakaishinda serikali kutokana na hatua nzuri tu ilikuwa inachukua, kwa sababu ya kutokuwa na kigezo kizuri ambacho ni misingi ya kisheria. Kwa mfano, ibara 36 ibara ndogo ya 3 inaipa tume ya utumishi mamlaka ya kuweza kusimamia, kwa mfano ifukuza kusimamia kuweka utaratibu mzuri wa utumbuaji, kwa mfano majibu kwenye masuala ya usimamizi ya utumishi wa umma. Lakini ibara nyingine tena ndogo, ibara ndogo ya 4 inaondoa hizo mamlaka. Lakini pia ukiangalia ibara ya 34 inampa tena mamlaka kubwa wale waliokasimishwa madaraka na rais, inawapa tena mamlaka kubwa ya kuweza kufanya lolote, kama ambavyo hivi anawaamrisha kwamba nyie fungeni watu, fanyeni hivi. Kwa hiyo unakuta katiba yetu ina matatizo. Mwisho wake unaweza ukawa si mzuri sana kama tuendelee hivyo pasipo kufuata kubadili kwanza misingi ya kisheria. Kikubwa ni katiba hasa tunaongelea. Mwanasheria, tunaelekea kumaliza kipindi chetu. Wanasiasa wametuvuruga kwa kuweka mpasuko ndio kwenye na kufikia mkwamo wa hii katiba. Endapo leo rais akasema kwamba tuendeleze huu mchakato wa katiba, tunawahitaji au watupishe tuendelee sisi wananchi na wataalamu wengine ili tuweze kupata kitu ambacho sisi tunakihitaji? Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu siku zote kimetoa msimamo juu ya hilo. Ni kwamba si kwamba wanasiasa wahitajiki. Hata wao wanaweza akasema wanasheria hatuhitajiki. Hata wao kwa sababu ni sehemu hii katiba, mchakato wa katiba ni makundi yote. Lakini tunatafuta kuwe na mzani, kuwe na uzani, kuwe na balance ya haya makundi, kwa sababu katiba ndio inatengeneza vitu vyote. Inaamua namna wachaguliwe viongozi, inaamua namna ambavyo masuala ya kisheria yawe, mahakama, masuala ya kiserikali, serikali iendeje, itumbueje majipu, lakini hao majipu kwamba yasiote. Kwa nini yasio? Yani inazuia yasiote. Kwa hiyo siwezi kusema, na Kituo cha Sheria za Binadamu hakiwezi kusema wanasiasa wahitajiki. Wanahitajika kama ambavyo wanahabari wanahitajika kwenye mchakato wa katiba. Wanahitajika kama ambavyo sisi wanasheria tunahitajika kwenye mchakato wa katiba. Kwa hiyo kwa sababu mchakato wa katiba sio tu wa kisheria, ni wa kisiasa pia. Yaani uko hivyo, ni wa kisiasa na kisheria. Wataalamu wote, mambo yote yanatamkwa huko. Kuanzia ulinzi wa rasilimali za taifa, tunu za uongozi, tunu za taifa, maadili ya uongozi, maadili ya jamii. Umeona, makundi mbalimbali ya kijamii yanatetewa humu, wenzetu wenye ulemavu, huduma za afya, huduma mbalimbali, kuzuia rushwa. Kwa hiyo hakuna ambaye hahitaji, ila wasiwepo ambao wanauteka mchakato wa katiba. Tunataka kuwe na uwakilishi ulio sawia kwenye bunge maalum la katiba, kama ambavyo kwa mfano ilikuwa kwenye mabaraza ya katiba. Mimi ningekuwa amri yangu, mchakato wa katiba ungekomea kwenye rasimu ya pili ya katiba, kwa sababu sidhani kama kulikuwa na chombo chenye nguvu nchi hii katika kutunga katiba kama yale mabaraza ya katiba, kwa sababu yale yalikuwa yanahakiki kama bunge la katiba lilivyokuwa nafanya, lakini yalihakiki angalau kwa kuboresha rasimu iliyokuwa rasimu ya kwanza ya katiba. Lakini yalikuwa na wananchi, yalikuwa na wanasiasa. Hao wabunge walishiriki kwenye ngazi ya mabaraza ya katiba. Hawakuzuiwa. Walishiriki katika taasisi zao, walitoa maoni. Kwa hiyo ningekuwa na mamlaka, ningesema chombo ambacho kingekuwa cha mwisho kuhariri maoni ya wananchi ingekuwa ni mabaraza ya katiba. Tungefunga mjadala hapo, tungeishia kupata katiba njema. Nikushukuru mwanasheria William Kahale kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, afisa sheria wa kituo hicho. Mpenzi mtazamaji, mpaka kufikia hapa ndo tunafikia tamati ya kipindi hiki cha Pambanua. Lakini kutokana na ukubwa wa mada hii, kuna uwezekano ikaendelezwa tena, kutokana na ina vitu vingi sana ambavyo vinatakiwa kuzungumzwa na wananchi kuelewa, na hata ambapo itakapotokea kurejewa tena kwa huu mchakato, basi tujue tunaendelea wapi. Na mpaka kufikia hapa kipindi cha Pambanua kinafikia tamati. Mimi ni Moses Masenga, uendelee kuangalia vipindi vingine vinavyoendelea hapa Channel 10. Lakini kwa maswali, maoni na ushauri, tunaomba tutumie ujumbe mfupi wa maneno. Usipige, tuma ujumbe mfupi wa maneno na tutapata nafasi ya kujibu maswali yenu, maoni na ushauri ambao
mnatupatia. Lakini pia unaweza kukipata kipindi hichi kupitia Facebook page yetu ya Pambanua TV program, na unaweza kurejea vipindi ambavyo hukuwahi kuviona, au kama ulipitwa na sehemu ya kipindi hiki unaweza kuviona. Mimi ni Moses Masenga, nikutakie usiku mwema.